Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa mapenzi yako tamaraki na utawale, uonekana kipindi hiki cha neno kwa sababu ni Mungu, ukaribu kila mipango yote ya Shetani wakati wa neno katika jina la Yesu. Unitumie Mungu wa uzima, maana mimi ni chombo. Utamaraki na uonekana kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu kutoka mbinguni katika jina la Yesu. Na kila roho inaesa inuka Baba kinyume na mapenzi yako kupinga neno hili la leo, katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Mungu onekane kwa njia ya uokofu, kwa njia ya kuinua walio chini, kwa sababu ni Mungu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi na wakaribisha wote kutoka kitabu cha Isaia 61. Nitasoma kuendelea. Maandiko inasema, Isaia 61:1 kuendelea inasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma hili kuwaganga waliofunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuangazia hao walio katika Sayuni wapewe taji la maua badala ya machifu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Nao watachenga mahali pakale palipoharibiwa, watapainua mahali palipo kuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kisasi baada ya kisasi, na wageni watasimama na kulisa makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa misabibu yenu, pali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedea watafurahia sehemu yao. Pasi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, na uchukia wizi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli. Nitaagana nao agano la milele, na kisasi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika makabila ya watu wote. Wawaonao watakiri ya kuwa wao ni kisasi kilichobarikiwa na Bwana. Nitafurahia sana katika Bwana, nafsi yangu itasangilia katika Mungu wangu, maana amenifika mavazi ya uokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Maana kama nchi itoavyo machifuko yake, na kama bustani itoavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesa haki na sifa mbele ya mataifa yote. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Hii inaitwa habari njema ya ukombozi. Tutabautize, maana kuna uokovu na pia kuna ukombozi. Number 1, Bwana asifiwe.
tunapozungumzia habari ya wokovu, ni mtu kukiri ya kwamba leo nimekubali kupokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kumaanisha mambo ya dunia yameshapita. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu ainuliwe. Namba 2, maana ya ukombozi. Ulipokiri ya kwamba leo nimeokoka. Ulikuwa mserati, ulikuwa mchawi, yani murogi, ama ulikuwa muganga. Bwana asifiwe. Ulikuwa mlevi. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa hayo mambo haukukombolewa nayo. Isaia anasema, sasa nimetigwa mafuta ya Roho ili niwaletee habari njema ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba yale mambo uliyokuwa nayo pale nje, huyu Roho ayasafishe, ayamalize, akutakase, uweze kuita Bwana na apate kuitika. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini ukiokolewa useme leo nimeokoka, leo nimepata ubatizo, unasahau ya kwamba hata Yohana Mbatizaji akasema, na wabatiza leo kwa maji kwa ajili ya toba, kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Lakini kuna yule anayekuja nyuma yangu, atabatiza katika Roho. Bwana asifiwe. Ili watu wapate kutembea katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana maandiko imesema, wale watachaswa, wale watakombolewa, hawatalia. Kile kilio kitaondolewa, kule kung'ang'ana kutaondolewa, vile vita na maombolezo itaondolewa. Maana Roho atawasukia kuwatakasa na kuwaonyesha njia ya Bwana Mungu wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Maandiko imesema kwa wale watakubali kuoshwa na damu hii ya Yesu na huyu Roho Mtakatifu ambaye ndio mafuta ya Roho, hao ndio watachenga mahali zamani kulipomolewa. Mahali zamani hapa kuwa na kitu, wataenda kuinua mahali pale. Si kwamba kwa mamlaka yao, lakini kwa mamlaka yale wamepewa kupitia kwa wokovu na ukombozi wa Yesu Kristo. Tupe Yesu makofi. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna poma zingine uwezi ukachenga. Hata hapa Nairobi kuna mahali uwezi enda hivi hivi useme unachenga. Sababu hapo kuna madhabahu. Na kuinua mahali hapo, kuna wale waliyefanya kafara hapo wakasema hapa hakutasimama tena. Bwana asifiwe. Kila mahali kuna vile Mungu ameiandaa. Kuna mzee mmoja Mruya alifurahia wakati mchungaji mmoja alimuombea akafanikiwa, akasema, nimepita kwingi sijaona hivi, takata samba yangu kidogo nipe kanisa, nichenge madhabahu ya Mungu kwa boma yangu, na nitampea yule aliyefanya nikafanikiwa. Bwana asifiwe. Vijana wake hawakupinga, maana hawana samba, samba ni ya baba. Wakangoja mzee siku alipokuwa mzee na kufa. Wakaambia wale wa kanisa, mtapomoa kanisa, maana yule aliyewasaidia mkachenga madhabahu, sasa kama aliondoka na nyinyi mtafuata yeye. Hatusemi mtakufa, lakini mtapomoa kanisa. Hakuna kitu kibaya kama kuanza kuharibu kitu ambao hujui msingi yake. Utaondoka mapema. Na wale waboma hawakubisana na wao. Walisema kweli tulipewa na baba, na sasa kama mmesema tutoke, hii sio nyumba yetu, hii ni kanisa, mnaanza bomoa wenyewe. Wakawa wajinga kiasi, wakakubali kubomoa wenyewe. Bwana asifiwe. Ile ni kanisa, imetolewa dhabihu, imechengewa madhabahu kwa gharama. Wao wanabomoa bure. Kana baya sifa. Walipobomoa ikaanguka chini hivi, mmoja mwenda wasimu. Kila mmoja aliyegusa pale kuangusa, mwingine anabebwa kama mtoto. Acha aenda hapa sote. Nani atampeba? Wewe unaonaje nani atampeba? Akitaka kuenda acha aenda hapo, sababu mambo imeharibika. Anaulizwa miguu haina nguvu, iweze kutembea tena. Maana wamegusa madhabahu iliyo ya Mungu, sio ya Shetani. Na baba yao ndiye alichenga, wao wanapomoa kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe.
Kwa hivyo mahali pale kukawa na shida. Na ikawa sasa wako kuagiza hawaoni. Wanasema wachangiwe wakapeleka hospitali. Mzee mmoja akaja akawaambia, hii mnaharibu wakati na mambo ya michango ya hospitali. Omba msamaha, mrudishe madhabahu ya kanisa, mpone. Bwana asifiwe. Kidogo wakajaribu kusema turudishe tena kanisa hapa. Kaambiwa basi kama hamtaki kurudisha, kaburi yenu itachimbwa. Sasa kama usimami, unaona sasa hapa mambo ni hatari. Bwana apewe sifa. Si wote wanahitaji tabibu. Si wote wanahitaji dawa. Si wote wanahitaji sindano. Na si wote wanahitaji kipimo ya daktari ili ijulikane shida yao iko wapi. Wengine hata wanajua tu shida iko wapi. Ni kujifanya tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walipoambiwa walichukua siku kama 3 kufikiria hii mambo tutafanyaje. Unachukua siku 3 ya nini unaona usimami? Na unajua ulifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Walipojirudia wakasema sasa tutubu. Walipotubu wanaona kama ni mtu anatembea na waambia mkimaliza kutubu mchanga kanisa, wakiangalia hawamuoni. Nauliza mzee kwani amerudi? Mahali alienda mzee amerudi. Uliza mwenzako mzee kwani alirudi? Bwana asifiwe. Hiyo ni kuonyesha ukipigana na kanisa, upigane na mchungaji. Upigane na kwaya kama hii. Kuna mwenye anasimamia kanisa hii ambao macho ya kawaida haiwezi kumuona. Ukijaribu kugusa wrong number ndio utamuona akikuuliza umepamoa. Unajaribu kuangalia ako wapi? Haonekani kwa maana macho ya kawaida haiwezi kaona. Bwana asifiwe. Najua Sauli kalisumbua kanisa sana. Akaangasiwa akapigwa pap. Alipoanguka chini akawa haoni tena, ndiye akauliza, "Ni nani?" Akasema, "Mimi ni Yesu. Mbona unasumbua kanisa langu?" Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Waongo wako kanisani? Halo. Hebu niona wale waliingia wameokoka. Uliza mwenzako umechoka? Kwa nini walevi hawachoki? Na watu wa fitina hawachoki? Hata unakuja wako na chupa kubwa ya maji. Wanasengenya mtu mpaka kanisa. Wanakunywa wanarudisha jina sema hapo. Hawachoki haraka. Lakini hapa sasa mnauliza sini atamaliza saa ngapi tuende home? Nikisema mbarikiwe muende home mkutakuwa hapa. Wewe fikiria huko home unasema hiyo kitanda umelala miaka mingi. Si ukaa hapa kidogo, hapa kuna amani. Bwana asifiwe. Siku nyingine nilipita mahali nikinywa chai, mzee mwingine hataki kutoka kwa hoteli na Masai imeenda, nikamwambia mzee vile tumepiga story kidogo situende. Akasema hapana. Hawachafunga hoteli, utalala hapa. Waniongeza chai. Nikaona huyu wacha nimuulize kwani nyumbani iko shida. Akasema bibi yake ni kama kinanda. Mnajua ile kinanda ilikuwa inazunguka hii. Ile ya samani ukiwekelea. Nani aliona hiyo? Oh, kumbe mnaijua. Yaani ile kelele yako naye paka amenunua bagi anapanga nguo yake moja moja. Akipiga kelele anaongeza nguo. Akipiga kelele anaongeza nguo. Ako na mpango wa kuhama. Nikamuuliza mzee sasa samani wasee hawakukaa hivi. Mzee anahama kwake anaenda. Akaniambia ukiona nimenunua hiyo bagi sio kusuri. Lakini najua mama wa hapa ni wasuri. Wamama wa hapa hawana hiyo story, si ndio? Auto unaonaje? Hiyo kesi yako hatunaanga hapa. Iko huko nje. Wangapi wanaunga mkono iko nje? Iko shida kumbe hata hapa. Kama unajua wewe ni mmoja wao abatali ni kuombea leo. Si ndio? Ndio hii amani ifike wapi? Mzee asiame. Sio kama atamia pipeline ama ni wapi. Bwana asifiwe. Sasa huo ndio wizi na uongo. Mahali kuna hizo spirit. Sasa roho huyu wa Mungu ambaye ni wa mafuta ya roho, mafuta ya baraka, hawezi kukufikia. Itakuwa ngumu. Maana roho anatembea. Mahali hakuna kelele, mahali hakuna kuinukiana, mahali hakuna vikwazo, roho anatembea, anaondoa aibu. Na hakuna kitu mbaya mimi nachukia, mimi nakemea kama aibu.
Bwana apewe sifa. Unajua kwanza kama ipi ya umaskini. Yaani kwenu hata nyuki ikitaka kujificha inakuja hapa na ingia kwa nyumba sababu imewazoea. Bwana apewe sifa. Kwa tajiri wewe ingia rahisi. Ikiingia itaingia kwa chimuni. Sema sote chimuni. Uko juu. Lakini kwa maskini itaingia kwa nyumba ya nyanzi na yako naye peke yake. Atalala wapi? Itamuhangaisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa kuna ipu inakusunguka, tuombe Mungu aandae hiyo roho. Upewe heshima na kibali katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yamezungumzia hapa vyema. Wakati umekubali ule uasi, ule uongo, hiyo maovu ya dunia ikuondokee, Mungu atafanya maagano na wewe. Bwana asifiwe. Mungu atafanya maagano na wewe utakuwa nani? Mbarikiwa. Na kizazi kitasema nyumba ya fulani imebarikiwa. Bwana apewe sifa. Na mjue kubarikiwa ni gharama. Si kitu hivi rahisi. Kuinua mahali ambapo kuliharibika zamani, kurejeza ile neema, sio kitu rahisi. Inahitaji gharama ya maombi. Ingine ni ya kufunga. Ndio urejeze hiyo. Si kitu rahisi. Maana uwezi ukajua kwa ile mahali ambao unataka kuinua kulichengwa misingi gani hapa zamani. Lakini wewe Mungu amesema uende uinue mahali pale katika jina la Yesu. Ili uletee baba yako china. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Hata yatima anaelewa yatima huyu kwamba zamani alikuwa na baba na mama. Lakini walipoondoka alijua baba alikuwa anataka nini na mama alikuwa anataka nini na watafanya nini ili wafikie yale malengo baba na mama waliyetaka. Kuna boma leo zimesimama kwa sababu wale walioachwa nyuma walikumbuka misingi gani baba aliinua. Kama ilikuwa ni ya kimapepo, ya kiuganga, waliifunja wakainua madhabahu ya Mungu wakabarikiwa. Bwana asifiwe. Lakini ukianza kujiachilia useme kwa sasa wameenda, sasa sisi tutakaa hivi hivi kwa uofu, kunyang'anya watu na kuwa wezi na kufanya, utaondoka mapema. Bwana Yesu apewe sifa. Usije ukakata tamaa katika safari ya imani. Ndio maana maandiko yamesema vizuri, Roho wa Bwana Mungu iko juu yangu ili kuwaganga waliofunjika moyo. Siku hizi watu wengi wamefunjika moyo. Kwa ndoa wamefunjika, kwa biashara wamefunjika moyo. Bwana apewe sifa. Wengine hata wamekufa kwa kufunjika nini? Moyo. Wengine wamefunjika moyo kwa kutapiriwa na kuambiwa ukweli. Hawataki, wakakimbia. Hata wengine wakaacha maombi, wengine wakaacha kanisa kwa kuambiwa ukweli. Unataka sasa udanganye uende wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Unaona huu uongo? Wengi wanataka hiyo uongo. Ukiona mahali waongo wako, watu hata wataweza kujaa bila sababu. Hakuna kitu ya maana hapo, lakini wamejaa tu. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja nikauliza mama mwingine, naona uko na watoto 3 na uko kwa ndoa. Mbona watoto wote sio wa mzee? Nilo. Nilimuuliza hivyo nilo. Akachukizwa na hiyo jambo sana, akaniambia avatari kule kwetu church. Sijui ni church gani ya kwao. Hiyo ambayo itaki ukweli. Nikamwambia hii ndio ukweli nimekuambia. Na nitaomba hiyo mzee basi aguswe aenda afanye DNA, atakuta hakuna kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Mzee akikufa moyo, mama akufe moyo, au watoto nani atawasomesha? Bwana apewe sifa. Mmoja akifunjika moyo, mwingine amuombe ili apate nguvu. Wengine nikiuliza huko kwa maombi, wananiambia hata niliombea mzee, mimi hata nimeruhusu hope, nikachoka. Bwana asifiwe. Uliza mama ukaribu na wewe, umechoka? Mwambie sini amesema atakuombea leo, upate nguvu mpya. Muulize umepanga vitu unahama? Si muulize vizuri, umepanga unahama?
Mwambie akifika apangue yote. Hapa ndio kwako. Sio mwambie, najua anasema nini. Mwambie ukifika upangue yote. Uirudishe mahali ilikuwa. Hapa ndio kwako. Na Mungu amesema atakubariki. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu ainuliwe. Wakati kazi imeisha usimwache mwenzako. Usimunene vibaya. Awe mama, awe mzee. Maana Mungu ni mwaminifu kwa watu wake. Kule mbele amewaandalia mema. Kule mbele amewaandalia mema. Bwana Yesu apewe sifa. Kule Isiri section 3 nilihubiri hapo zamani 97. Nikapata mama hapo wanafanya kazi nzuri. Bwana yake kazi ikasimama. Na kila mahali walienda, ungejua bwana ana kazi. Ungejua. Alimwambia tutafute maombi, tuombewe ili mzee naye apate kazi. Na kila mahali walitembea kwa anaambia watu hii mzee hana kitu. Ni mimi nanunua socks. Alipa nyumba. Kitaka kula nyama mimi nanunua. Lakini najua wa hapa mzee akipoteza kazi hamuwezi kuwa na hiyo maneno. Mtu ameokoka tena hako na maneno. Hebu nione wale wameokoka wa mama. Hii injili leo iko tofauti kidogo. Simuinue mkono, hawakuingia. Mzee. Unawaona? Niona wale waliingia. Maombi itaomba sana kwa mama. Maandiko. Hata akikaa kiti maana ni mama alinunua sababu namwambia mzee. Najua ukisipofikiria sana siwezi tuendelea namna hii. Sasa hiyo baraka hapo mzee akwasike, mama akwasike anasomea mzee. Hapo roho huyu tunaambiwa atawasaidia kweli msijenge. Kuna mahali mtaenda. Bwana apewe sifa. Lakini yule mama akaniambia. Na huyo mama alikuwa na hekima ya hali ya juu. Aliwacha kidogo kidogo watu wakapungua, ndiye akaniambia sasa, mtumishi, ninaomba tuweke kwa maombi more especially my husband alipoteza kazi, umuombe ndio tusaidiane, tuinuane. Tuinuane katika jamii. Tuinuane. Wewe ukibarikiwa utainua nani? Wewe ukibarikiwa utainua nani? Mama yeye anasema wainuane kama jamii. Bwana apewe sifa. Na akasema ni miaka 2 sasa tangu mzee apoteza kazi. Bwana asifiwe. Lakini akaniambia neno moja kwamba Mungu ametusaidia pande hizi zote. Kaniambia yeye ni Mruya lakini ameolewa Kisii. Lakini yeye akaniambia kitu anaheshimu huyu mzee. Anapenda pia familia kwao na yeye anapenda familia ya kwao. Waliweka mambo inakuwa balance. Hiyo ni mzuri. Amen. Kwa hiyo mzee ukiona bibi anasapoti kwao kwa sababu yako na kazi, hakutoka msituni, alitoka kwa wasasi. Kubali akituma pesa nyumbani, furahia katika Bwana. Tena anasema furahia. Amen. Mumenisika vizuri? Lakini isifike mahali umefinywa paka ukituma unafuta message ndio kuja mwaza ndio nimekuja sasa mko poa. Kwa sababu hutaki fujo kule nyumbani. Lakini mahali watu wako free. Hata ukituma message inasoma tu leo pesa kidogo ilitumwa mahali fulani na hapa iko hivi na familia inaendelea mbele. Kwa sababu sisi wote tulitoka kwa wasasi. Mama alitoka kwa wasasi, mzee ametoka kwa wasasi. Hiyo mambo ifanywe kwa balance. Bwana apewe sifa. Si kwamba mama akipigiwa simu, mzee ananuna Yesu kwa Yesu ongea na watu wa kweli mnapanga nini? Mnapanga nini? Hiyo ni kusema nini? Na mumeokoka. Mmekataa kuinua mkono leo wale wameokoka. Iko mtihani leo ya uokofu. Bwana apewe sifa. Ndiposa tukimuomba huyu Mungu hakuna mwenye ana kikwazo ndani yake. Maana yule mama alipotoka kwao aliwacha wasasi. Wengine hata wanateseka.
Ule mama alisomeshwa, hata rudisha mkono kwao, hata wachenge hata choo nzuri, lakini wewe unamfinyilia pande hii asipige simu hata kule, ni makosa. Bwana apewe sifa. Hata mzee pia atesema, alitoka kwa wazazi, lazima watu wachenge. Mzazi achengewe nyumba nzuri, akinyesewa we hapa mjini utatembea kwa kibarua utachoka. Akilala njaa, akicomplain, hakuna kitu utapata. Bwana apewe sifa. Mchulie mzazi hali. Wazazi kama wameseeka tunawaelewa. Tujue vile tutadili na hata waishoke kataa kutuma kitu watakufanyia plan. Mtu anaweza jifanya hata amegonjeka ndio utume sababu utumangi. Bwana apewe sifa. Heshima ikue kwa watu wote. Ndipo tukisema Bwana awabariki na amani iwe pamoja nanyi. Nikisema hivyo Mungu anaweka tiki. Lakini mahali kuna kikwazo, hata wengine wanapiga mapema kabla wasee hawajaingia, wanakula vizuri. Mzee maana kazi imeisha, unakuta sasa sufuria na sahani zilioso mapema sikaka wanajua kuosa. Hata uweze kufikiria kuna kitu ulipigwa, alafu watoto wanafanyiwa hivi. Mzee akikuja mseme kuna kitu hapa. Na mjue mtoto mdogo vile utamlea ndivyo. Hata yeye ikiwa ni msichana kula atakuja kuenda atapeleka hilo tabia huko. Itakosa heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maana ya huyu roho tunataka tufanye agano leo. Maandiko imesema vizuri, wamebarikiwa na kila kizazi kitasema na kukiri kwamba hii jamii imebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Baraka iweze kuja mahali kuna hizo masotikati, hiyo migawanyiko, uweze ona hiyo baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Iwe ni mama unauza mboga, ukibarikiwa, ukipata pesa mingi kwa mboga kule, usibadilishe maongeo. Usianze kupigia simu mzee na kumwambia nikikucha nikuta umepiga dasta, uose manguo ya watoto, wasichelewe kesho shule, umefika home mapema. Simuandike basi mfanye kazi. Lakini mnanielewa hili neno? Bwana asifiwe. Maana yule atajiuliza, mbona leo naambiwa nioshe vyombo? Ni vile sina kazi, natarauliwa, mboga ile iliombewa imeleta faida. Sasa utakuta mboga inaanza kuosa pole pole. Utasindwa, mbona mkono ile iliwekewa hii biashara haikuinuka? Kuna mambo iliendelea, Mungu akakasirika. Bwana apewe sifa. Ambia mwenzako usilale, hii kikupita utateseka. Mueleze vizuri. Mwambie amuka hapa. Amuka. Usikie neno vizuri. Na kama umeficha pesa uende ujaribu kueleza vizuri. Ndio mambo ijulikane. Amen. Hiyo njia kama hujakombolewa utoke ndani. Niliona mwingine akikwazika hapa. Tukiwa kanisa mzee zamani, nikahubiri kama hivi vile umeona nimehubiri, sina haraka sana leo. Najua kwa nini naenda hivi. Bwana asifiwe. Nikawaambia hata ufanye nini, hata uwe kanisa 40 years, 30 years, 50, kama huku kombolewa, pengine umebeba urogi ya soso, huku wacha chini, lakini kanisani unasema umeokoka, uwezi barikiwa, utaparara tu milele. Afadhali uchange. Nikaona baadaye wamama wawili wakasema wanataka kuniona, wakaniambia hiyo injili leo ilikuwa ni yetu mmoja, lakini walikuja kwa awamu, kila mmoja kwa awamu yake. Akaniambia hata ile mwiko anapigia nyumbani alienda akatoa kule, iko na alama ya uchawi. Kwa hivyo mzee watakaa na yeye aseka akufe bila kujua anakaa na nani, maana kuna madhabahu imesaa chengo already. Kwa sababu walikuwa wote kanisani, nikawa advice. Na yule mama akaleta zile vitu tukajoma. Alipoambia mzee, alisema mbona unaniaibisha kuleta hiyo vitu paka ikachomwa without my knowledge. Kaleta shida. Paka akasema kama imekuwa hivyo, sasa tuache kanisa. Kiwakuta leo utajua ujue. Unaona hii mafuta ikikugusa ya roho, fuata vile inasema utabarikiwa, utakula mema ya nchi.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule mama kwa roho yake alipokea neno. Neno likamchenga, neno likamuokoa, neno likamkomboa. Akaenda akajua ya kwamba kuna kitu nilifanya haikumpendeza Mungu, na leo hiyo injili imenipata, wacha niende niipepe, ichomwe nikombolewe. Na tena mzee hapa anamkwa. Aya, mwingine naye akakuja akasema, sijui utaniombea maombi gani, maana nikipata msaada, nikitaka kutoa fungu la 10, ile kelele mama anapiga the whole night. Paka anasongeza kichwa hivi, anauliza, unaona hata nywele sijatengeneza na umepeleka fungo. Muka unierese. Najua kuna wengine hapa wako na hiyo shida, lakini hiyo neno ikupate tu. Bwana asifiwe. Akafuruga yule mzee. Paka mzee akaacha kanisa. Ni kweli nawaambia aliwacha. Kwa sababu akienda hivi hata adunue kitu vile nuliwa, aone tu anapeleka na mwongojea. Fia nyumbani namwambia hata leo. Anamwambia si uongea kidogo kidogo sawa majirani watasindwa, sisi ni watu wa kanisa. Na leo tumetoa kanisa kelele. Nimwambia niongee chini nini? Niongee nini? Kiti umepeleka. Anaongeza sauti. Mzee ananyamaza. Akasindwa sasa, nikienda na kuaswa, afadhali ni uache. Hiyo ndio maana wasee wanahama kwa nyumba sasa. Sababu amewekewa ni kama radio. Hiyo hata radio si inasimikanga. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema, tengeneza njia zenu mpate kubarikiwa. Tengeneza njia zenu mpate kubarikiwa. Na mahali popote umekuwa kikwazo, omba msamaha, mwambie Mungu ni rehemu. Nisike mkono, nionyeshe njia yako ili na mimi nibarikiwe. Na unajua baraka ya Mungu kulingana na maandiko, kuna wengine wamepaka kama historia tu inasoma kwamba fulani zamani alikuwa na mali, kwani ilienda wapi? Mungu ataweza kukubariki leo tena kesho akunyang'anya? Hapana. Ukipata neema ya Mungu, maandiko inasema itasidi na utasidi na kuongezewa kama unafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kama unatembea katika njia zake, utaona mafanikio. Siku nyingine niliuliza mwingine kwa maombi pale, ukiombewa leo upate baraka vile ninakuona hivi, utaongeza pipi mwingine ama utapeleka watoto wasome shule kubwa kubwa? Chagua moja kati ya hizo. Kanidanganya. Tasomesa watoto shule kubwa kubwa, pipi atakula vizuri na watoto, kaongeza hiyo ilikuwa yake. Bwana asifiwe. Mimi pia nikasimama nikasema Mungu vile amesema umtendee. Kaenda akapata kazi nzuri. Bibi yake alikuwa hapo. Sikiza hii ikusaidie. Sikiza hii. Unajua leo unaanza nyenyekea vile wewe una kitu. Lakini sikiza tu. Ili siku ile utakuwa na kitu, neno hili liwe lilikutengeneza mapema. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Walipoenda sasa, akaenda huko, kapata pesa mzuri, kaachana na ile familia. Ili unabii utimie. Akaanza ingine. Na unajua ukiapa na Mungu anza ingine, inaisha. Sasa alipoenda akaanza familia ingine, Mungu akatoa mkono akasema, kule kwa mtumishi wangu au kwa hapa hivi. Umeruka. Naye Mungu akamruka, kazi ikapotea. Sasa akarudi. Nabii kwa Mungu aliye juu. Sinasema vile alianza, unaweza kunikumbuka? Kamwambia sina habari, pengine unieleze. Kasema mimi ni yule uliniombea hapa, nikaenda nikabarikiwa, lakini kidogo nilisikana. Sijui kusikana mnamaanisha nini? Hata wewe umesikana? Ati alienda akasikana. Sikumuona hiyo muda yote. Nimekuja kumuona kama amefutwa. Siku ile alikuwa na bibi yake. Leo hii ako peke yake. Sasa anajaribu kunipa story. Vile mambo ilienda. Bwana asifiwe. Mara moja roho akanikumbusha, kumbuka huyu ni yule mtu. Nikamwambia sasa siku ile si wewe ulinidanganya utasomesha watoto shule nzuri. Na mahali mnakaa mtaama, mkae vizuri na familia. Ulifanya hivyo? Akaniambia sasa hapo ndio sita ilitokea, maana Shetani aliingia na vile imeandikwa. Unajua nataka kunifundisha maandiko sasa.
Ati na vile imeandikwa. Ati Shetani ni mjanja. Anasahau kwamba maandiko hiyo inasema usimpe Shetani nafasi. Ukiona umebarikiwa, karibia Mungu sana, mwambie mimi ni mdhaifu, usiwache nianguke nikose mwelekeo katika neema yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye nikamwambia siongei chochote leo. Nenda nyumbani ukuje na bibi yule mlikuwa na yeye. Maana maagano hiyo ilikuwa pamoja na yeye. Kaniambia sasa yule ni mkali sana saa hii. Nikamwambia hata mimi nampongeza. Wacha akuwe mkali tena zaidi. Sababu ulidanganya. Ndio maana maandiko yanasema uwezi na waongo Mungu amekataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Siku moja nikaingia mahali kuombea mtu nikitoka kazi, beste yangu. Mnaitana hivyo siku hizi. Sasa kuingia pale mzee anasema si utupigie hata chai tukunywe. Lakini mama mwenyewe kima anastahili kuambiwa apige chai na anaona mgeni. Akasema mimi hata nimekula chips, nyinyi mchipa? Imagine nikiwa hapa. Nikasema Mungu anisaidie. Hii kutembea kwa nyumba ya watu iko shida. Maandiko yamesema mahali mtumishi atakanyaga hiyo ni bara. Lakini nikaona kukaa hapa sasa. Huyu amekula chips. Na huyu anasema chai ipigwe. Sasa hapa ni kupaya. Maandiko yananipa ruhusa niombe mahali kuna ama. Sasa hapa ni kupa. Si hata kama ni wewe utajipanga vile utatoka hapa. Utaacha baraka ama utaacha ile kitu kingine iliandikwa. Na ikiacho ile kitu kingine unajua sasa hiyo pesa ya chips itafika ipate. Utaraumu nani? Bwana Yesu asifiwe. Basi maandiko yamesema nafurahia katika Bwana kama bibi harusi aliyejipamba tayari na dhahabu kwa sababu ya harusi, ama kama bwana harusi. Hiyo mapambo ni mahali kuna furaha. Haleluya. Mahali kuna furaha ya Bwana, hapo ndio roho anatembea. Hapo ndio mambo mazuri yanatokea katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo kwenda kuamuza misingi ya zamani, ujiangalie vizuri. Lazima ujiangalie vizuri, maana Mungu amepeana hiyo mamlaka na amesema ya kwamba mimi nimeagana nanyi, agano hili ni agano la baraka. Na kila mmoja atakao waona nyinyi ambao mlikubali kuokoka na kuokolewa, watasema hakika hii familia ni ya baraka. Na Mungu akubariki kama wewe unatembea kwa hiyo njia. Na kama unajua uko na sauti kati kasoro hizo, uombewe hapa ili Bwana atende mema. Kuna mama niliuliza kwa maombi juzi, akaniambia yeye akukuandoa lakini anajipanga. Kamuuliza nieleza vile unajipanga. Akaniambia anajipanga kwa sababu hawezi kuamini sana hii wasee ya siku hizi. Anaweza badilika anytime, awaje kwa mata. Sikujua ni taa hii ama ni gani. Sababu nikiingia Nairobi kuna mataa na kuonyesha ngoja kidogo wananchi wana cross. Sasa sielewi hii mataa anasema anachua ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Ati anajipanga kumaanisha kwa ile sasa familia hakuna maendeleo. Pengine mzee ajikase afanye peke yake. Sababu huyu sasa anajipanga anasema ana imani. Bwana apewe sifa. Nikamuuliza hebu nieleze basi makosa ya mzee pengine ile na kuonyesha ukosa imani, na akasema kwa sasa hakuna. Lakini napanga huko mbele. Na mzee akisema anapanga mbele, watoto watasoma. Mtajenga vizuri. Hii maandiko imesema mahali kulipomoka zamani kuchengwe, inamaanisha hivi. Ile pomo umetoka mahali pabu, mahali baba yako alifikiria achenge kukapomolewa, hakukukua kuzuri. Yaani wewe uanguse ile misingi michafu ya zamani ubadilishe. Bwana Yesu asifiwe. Itawezekana kama amuko in good terms. Itakuwa ngumu kuinua hii mambo mazuri Mungu ameleta. Ndio maana unakuta Mkristo 20 years ameokoka, amebatizwa, mwingine hata ananena na roho, lakini kwa hii mambo ya dunia ana chochote. Na maandiko yanasema, imesema hapa namna gani?
sisi ni wabarikiwa. Ama haijasema hivyo? Imesema sisi ni wabarikiwa. Tukitaka tuondolewe hii aibu, tuwe na mafuta, tuwe na mafuta ya Roho. Ndio hii aibu, hii mambo mabaya yote iondolewe. Kila aibu inakusunguka, wewe ambao umeamini, Mungu akuondolee, akufanya uonekane na ni aibu ya kila aina. Katika jina la Yesu. Ili Mungu atufike sima na tubarikiwe. Tupe Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema tutaitwa kizazi kilichobarikiwa. Kizazi. Wakati umekubali kwamba uliokoka ni sawa. Lakini je, ulikombolewa? Uliachana na ile ujanja ya dunia? Iliisha? Ulimaliza kuchati? Uliza mwenzako huko na hii simu ya kustuka hiyo. Ili ukiguse na unaweza jipiga picha, unaweza kugusa, inaweza kukupeleka mpaka kwa Facebook. Huko na hiyo. Na unatumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Hiyo kitu wewe unaona ni kidogo, ndiye tafanya uwe mbali na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine ako na picha anasema, kama ningejua, naenda methali hapa kidogo tu, kama ningejua hapa samani ningeenda kwa hii, niwache hii, lakini uko kwa hii. Uliza mwenzako, umeelewa hiyo? Muulize, uko na picha ina hiyo? Muulize, uko na hard copy ama ni soft copy? Hiyo basi iondolewe ndio simba irudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Ni maandiko. Uliza mwenzako, mwambie ni maandiko. Mwambie ni maandiko. Na Mungu amesema atuondolee aibu, aondoe haya mabaya yote ili tuonekane. Unaona, ukijaribu kuwa mchungaji kama hujafunja hii, utajua ujui. Bwana Yesu asifiwe. Imesemekana hii kuinuliwa ni mahali palipomoka samani. Na Mungu akikuinua, baraka yake ni ya kudumu. Sio ya kuja na kuenda. Baraka ya Mungu akikupea hivi, hiyo ni ya kudumu. Badala ipungue, itaongezeka. Mwambie mwenzako, hata yako iongezeke. Mwambie tena iongezeke hiyo baraka. Katika jina la Yesu hiyo baraka iongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda ufanye hiyo mambo masoti kati, itaenda ikipunguzwa pole pole. Mwingine aliniona kwa mtandao wakati nilikwambia unalipia gasi wapi Mrorongo. Yeye kumba amechukua hiyo neno. Alinipigia akaniambia, hata nimeshukuru Mungu umesika simu. Ai. Wakati ulihubiri hiyo neno nilikuwa nimepotea. Hiyo neno imenileta kwa line. Sema line. Kama yule wa mtandao amesaidika. Na wewe tuko na wewe hapo, unaonaje? Bado unalipa nyumba pipeline na si yako. Yeye alinitachia akaniambia ya Akorongai. Analipa ya Rongai na Kaangwale. Lakini yeye haisi Kaangwale. Bwana asifiwe. Na sio kulipa nyumba tu, aliniambia sio kulipa nyumba tu mtumishi. Nilikuwa nateseka, Mungu alinisaidia nikakutana na hiyo neno. Sababu mwenye nimesomesa amefika university lakini wangu bado. Utanyolewa bwana, nywele yote itakwisha. Bwana asifiwe. Kitambo ime. Mwambie mwenzako utangangana. Bwana asifiwe. Heri huyo yeye amekubali kubadilika. Aliniambia sasa uko wapi? Nikamwambia mimi niko huko Mkuru. Hiyo kanisa liko Mkuru. Ni vile tumejaribu kujipanga panga. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa maana yeye alikubali kubadilika. Na akasema ya kwamba ili sasa achenge kwake. Hebu niona yule, sisemi uchenge kwako, hebu niona yule anasema sasa kuanzia sasa tajaribu kuchenga kwake msuri. Unajaribu kwa sasa, sikatai. Lakini sasa utaenda uweke bidii kidogo. Hebu nione. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nafikiri tuko pamoja. Uliza mwenzako, umeelewa hiyo neno? Wale watajikasa kasa kuchenga kwao. Mbele ni kupaya. Namba ni kidogo.
Lakini Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali ile umepanda leo uione siku za usoni. Huyu anasomeshwa Kangwale, unasikia amefika university wake bado. Hata nikamuuliza, hebu nieleze. Akaniambia yeye bado hata kukanyaga high school bado. Imagine bado wake bado. Lakini Kangwale amekanyaga university. Bwana asifiwe. Sasa utahesabiwa miaka, siku ya mafuno utaulizwa wewe ni kizazi gani? Kilichobarikiwa ama kilicholaaniwa? Bwana Yesu asifiwe. Maana kile unapanda leo kuna siku utafuna. Ni ngumu sana upanda maharagwe alafu kuja kupanda ile mahindi, kuja kufuna ile mahindi ya yero. Na unajua hiyo sio hiyo ulipanda. Utafakari hayo. Maana hata wala waliandika methali walifanya kazi. Bwana asifiwe. Usije kusema huku sikia. Usije kusema si huko hapa na unalipa. Lipa, endelea. Ongeza ingine ulipe. Siku ya kunyolewa utang'ara kichwa kama Samson. Kitamba nywele imee, macho imeenda. Ndiye akalia akasema, Mungu wa mbinguni wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nisamee nirudishe kisasi. Hiyo nywele ikaanza kumea pole pole. Wakati aliomba hivi, akasema Mungu nisamee, unirudishie nguvu ya zamani ndio nijirudishie nini kisasi. Lakini hapa sasa hiyo macho haku. Sasa hakuna. Hata ile neema alikuwa naye ya roho imeenda. Ndio maana hata leo utakuta mwingine akuulize, wewe mbona uko kanisani miaka hii yote unafunga mara ngapi? Na wewe sasa unaanza kusema hata sini alituambia tufunge Friday. Vile unaniona hivi, nimetoka kwa kifungo. Na niliwaambia muende kusema hivi. Vile unaniona hivi, nilimwaigwa mafuta, matabao ya kale ya wazee na ya wakalimani ilifunjika, nimechaa mafuta tena. Niliwaambia hivi. Bwana apewe sifa. Sasa uliharibu mafuta. Bwana Yesu ainuliwe. Ukisoma maandiko vizuri, Samsoni alisema rudisiwe kisasi kwa sababu ya kuchuta dhambi yake ili akufe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine alikuwa anakuja huko kwa maombi anachungulia hivi, hataki kuingia, anafanya hivi. Mwingine akamuuliza, mbona wewe unachungulia, si uingie ndani? Au umeniona? Mwambie akimaliza kabisa, tuonana watu wangapi? Tulipoonana na yeye, sasa akanieleza amejaribu kujiua mara 3 imesindikana. Anaweka stool, anakanyaga akisa kujaribu kuweka ile kamba inateresa. Sasa vile amekuja hata mguu iliumi, nikamwambia mguu iliumia ndio tuonane. Bwana asifiwe. Shida ni gani? Ndiye akaniambia sasa alikatazwa mambo mengine lakini alipoenda alikuja akadungwa na mwiba. Si nimekuambia wale waliandika methali walifanya kazi. Si ukidungwa na mwiba utapona haraka. After 10 years. Kwani mmenyamaza nyinyi ni wageni? Utapona haraka. Na ukitubu. Bwana asifiwe. Sasa nikamwelekeza njia ile atatubu, maana yeye ndiye alileta hiyo shida. Ndio Mungu amsaidie. Sasa wengi kukubali shida na makosa yao ni ngumu. Ndio maana shida zimewakalia. Hata ile kipawa ilikuwa Mungu afungue iwezekani. Nilihubiri kanisa lingine, walinialika nihubiri, nikawaambia vile mlinialika hapa mjipanga sababu sinanga mipaka. Nitaleta neno vile baba anataka yule aliniita. Lakini nikaanza nikawaambia wale waliimba kwa kwaya, sijui waliimbia nani, maana wengine unaimbia ache kwa madhabahu nguo iko hapa nusu mlingoti, unaimbia nani? Hapa nilikosa. Kemuntu semuko na kipimo ya uniform ya kwaya ama imepotea? Hiyo kipimo ndio inafanya hapa kazi. Nikahubiri lakini baadaye walinipenda sababu niliwafungua macho. Ule mhubiri alikuwa anawaambia tutaenda mbinguni vile tuko namna hiyo. Mnaenda wapi? Bwana asifiwe. Nikaomba ile pepo ilikuwa na alipu ile kwaya pepo ya usarati nilikemea na Mungu akaiondoa. Kwaya ikafunguliwa na Yesu akainuliwa.
Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo tusikue kikwazo wengine wakwame nyumbani waseme kama unanifuruga hivi na unasema umeokoka na kuachia hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema vizuri, tuwafute wale wako nje waingie ndani ya dini, tumwabudu Mungu katika roho ya haki na roho ya ukweli, asema roho wa Bwana. Kwa hivyo maandiko imesema wale wanaolia kwa mateso na machungu wapokea amani ya Kristo, na wale ambao familia wanataka kuchenga. Kuna poma leo walichimba tu hivi msingi, fundi akagonjeka akaenda akasema huko ukienda unagonja. Wakaenda wakaambiana ukiitwa huko ujipaka sababu huko iko Shetani. Sasa hawakuchenga tena, Shetani aliwaingilia, lakini enda uchenga katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo maandiko yamesema tuchenge mahali palipomoka samani, lakini tuanzie roho zetu. Kuna roho iliyopomoka haicharudi. Kama wewe ulijipomoa ujijenge. Kama ulipomoa wengine, na wewe utubu na kuwarejesha na kuambia ya kwamba hapo samani nilikosea, lakini naomba sasa unisamee. Nione mzee mwingine anataka mwingine atiye maombi ilikuwa naomba hapo iliisha. Hiyo maombi iliisha. Hata waliama tulisikia wako Mlolongo. Sisi hapa ni Mlolongo. Mzee anatafuta maombi lakini anadanganywa. Hiyo maombi ilitokanga hapo. Hao walienda wapi? Mlolongo. Na sisi walikuwa na kanisa pande. Usienda pande hiyo. Hata pande hiyo wako Mlolongo. Hii kanisa imesaa ikuwa Mlolongo. Ujue basi kuna roho mbaya. Lakini hapa maandiko imesema roho wa baraka mwenye mafuta ya upako ni wa kuinua, wa kuondoa aibu, wa kuondoa magonjwa, wa kuchenga mahali palipomoka, ili sisi tukae juu na tuwe na wafanyikazi wengi, maana sisi ni wabarikiwa. Ambia mwenzako wewe ni mbarikiwa. Usijidharau, mwambie tena wewe ni mbarikiwa. Mwambie tena wewe ni mbarikiwa. Mungu akuondolee aibu ya madeni, aibu ya magonjwa, aibu ya kukataliwa, akupe heshima. Haleluya. Tupe Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameamini hili neno linaweza kubadilisha maisha yao? Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa rudisha mkono chini. Maandiko imesema wengine wataitwa wahudumu wa Bwana, yaani makuhani. Takaposoma Kumbukumbu la Torati inasema ukifanya dhambi, kuhani akuombee upatanisho. Kuhani akuombee upatanisho. Kwamba katika upatanisho ule utabarikiwa. Utabarikiwa. Bwana asifiwe. Kama unajua utakosea, kwenda mbele. Kama unajua wewe ni mtu wa kugeuka, usifuate ile maombi tutaomba sasa. Maana baada ya kuomba maombi deep, kutubu na kujitakasa, kuna vile tunaenda kumaliza huko mwisho. Ili ile baraka Mungu ataleta kwako isikuje kupotea tena. Ikae tu. Bwana Yesu asifiwe. Ikae tu. Kwamba kuna yule alianza kuuza hata miti mbili ya sabuni. Saa hii yako na Kamini supermarket. Maana alianza chini. Kuna yule alianza na kiporoboto moja, mnaita kiporoboto. Ile mzigo moja ya nguo ile tunaita think twice. Wewe inaitwa hivyo si ndio? Lakini sasa siku hizi anasema nimwagie beli 10. Maana Mungu wetu ni wa kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Kizazi chako kitengeneze kiwe kizazi cha kubarikiwa, ili kila mtu akipita atasema kuwa kama nyumba ya fulani. Hao watu Mungu wa mbinguni aliwakumbuka. Wao ni wabarikiwa. Nilikuta mwingine alikuwa na mawe wengine aliambiwa hii kokoto 3. Ati aliambiwa hiyo aweka kwa nyumba italeta baraka. Sasa hii mawe si unaona umepotea. Nikamwambia uleta hiyo mawe tuombe uone vile baraka mpya itaingia. Alipoleta ile mawe tukaomba. Sasa hii amebarikiwa sana. Tupe Yesu makofi. Mungu amemuinua kutoka kiwango kwenda kwa viwango vingine katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Wewe unajua tu vizuri huko na leso. Wewe tu unajua vizuri umefaa kitambaa nyeupe na si yetu. Unajua tu vizuri, si yetu, si ya kwetu hiyo. Lakini wewe umefaa? Umenielewa? Unajua sasa nimefuka mipaka. Umefaa lakini si ya kwetu. Na unajua vizuri sio ya kwetu. Bwana asifiwe. Nikiomba hii maombi, utubu mapema isikupate. Mwambie Mungu sasa hii kitambaa nilipewa ikiwa safi, imechafuka wapi? Bwana asifiwe. Mwambie Bwana nisamee kabla sijaombewa baraka. Bwana apewe sifa. Mwambie Mungu ukweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ako hapa. Alipewa dawa na mganga. Na akaambiwa aweke mzee leo, kesho kutwa. Hizo ni siku ngapi? Ndiye akue mchinga, yeye atawale. Maandiko inasema nini? Who is the head of the house? Bwana asifiwe. Ni mzee. Na hapa vile tuko kanisani, the head is Jesus Christ. Bwana asifiwe. Sasa hii dawa ndio mzee anyamanze, wewe uongee, unaongea kama nani? Na maandiko yanasema vizuri, wewe ni msaidizi. Mama ni msaidizi. Mzee is the head of the house. Alafu amepimiwa kipimo mara 3. Uniambie umeokoka unaenda wapi? Bwana asifiwe. Unajua ukweli ni mzuri. Mnaonaje? Niwaje hapo? Nataka niendelee mpaka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe utubu na umwambie Mungu ule mzee afunguliwe. Siku hizi wewe uone mahali amekaa tu. Muuliza mzee, kula. Ni mtoto. Nataka cabbage. Haya, nitaomba ukifika huko atakuwa amefunguliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yamesema tupate mema, lakini wewe umeleta mabaya. Na unalitaja jina la Yesu. Nani atakusaidia? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Mwambie Mungu ukweli kwamba nimefanya hii. Si mnajuanga ile usi ile ya kusona viatu. Hiyo usi. Mwingine hako naye. Ati alinifunga mara 7 mimi. Leo niliwaambia naenda pole pole. Unajua mimi sikuwekea mkono. Ndio nikuje kwa hii madhabahu. Sikuwekea mkono mimi. Niliitwa tu kutoka kwa ulevi. Acha vile wewe na ficha. Si hatukukuwa mimi sikukuwa mtu mzuri sana. Nilikuwa mbaya sana kushinda wewe. Lakini Mungu akanitoa huko. Kwa hivyo ile neema aliyenipa lazima niitumie vizuri. Maana ninajua kuna kipindi kinakuja nitalipwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo usi Mungu amekuonya uweze pigana na kuhani. Taondoka mapema. Bwana asifiwe. Mwingine kwa ile kitanda wanalala huko. Amechukua shilingi 50. Imekunjwa vile hujawahi kuona. Hiyo 50 imewekwa kwa hii nini? Kwa hii mti imesimamia kitanda. Alafu chini ya mzee imeitiswa mara 3. Yaani kwamba mzee asipate pesa kusinda mama. Iko huko 50 bob. Note iko. Uende uitoe. Usipoitoa sasa nitakutafuta. Nitakuita tu pole pole niambie mzee. Nitie fulani. Tusalamiana. Hiyo si iko poa. Maandiko inasema ndio kazi ya Roho. Na ile mambo ilifichwa itafichuliwa. Katika jina la Yesu. Ile ilifichwa ifichuliwe yo. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutaomba. Na Yesu ni mwaminifu. Ni mwenye rehema. Na ni mwenye huruma. Mimi sichalala vile unaniona hivi. Tuliachana na akina Nicholas na Robert usiku sana.
Kwenda mpaka kwangu nikafika nikasema hapana, nasikia sasa nitafute Mungu. Nikaomba sana. Bwana asifiwe. Kuna mwingine acha fanikiwa. Maana hata leo iko kadi ya msichana yangu mkubwa yule alichangiwa kwenda ng'ambo. Ako nayo kwa Biblia, iko na cover ya red. Na hiyo Biblia kujangi nayo hapa na iko nyumbani. Paka leo tuko na mchango. Msichana amekaa ng'ambo miaka mingapi? Sasa na hiyo kadi imewekwa X. Zile mlipewa zilikuwa na X. Alafu utajua ujui. Bwana asifiwe. Imefungiwa hapo. Hata hiyo Biblia asomi. Ati anasema amefunga njia. Unafunga mtu mwenye anafanya na serikali ya huko. Bwana asifiwe. Biblia imesema waliofungwa wafunguliwe. Bwana asifiwe. Hata hiyo Murogi yeye ndiye alijifunga. Hii inaitwa haki ya ukombozi kwa walioamini katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi hakuna vita itanisinda mimi na nyumba yangu. Na hakuna vita itasinda kanisa hili wala kwaya hii. Kwa sababu Mungu ni mwema. Hata hiyo picha ya kwaya nataka italetwa hapa. Bwana asifiwe. Unajua nilihubiri huko Kisii huko Nyamache. Ile inaitwa Machi Mazuri. Kumbe Warogi hawa naye wakanipiga picha. Mimi ninahubiri wananipiga picha Warogi. Wakatembea na picha yangu miaka. Wanaipeleka kwa mikutano yao usiku wanasema ashindwe, huyu usini ashindwe. Hiyo picha waliniletea niko nayo. Huyo mtu aliyetembea nayo mwisho alipepa akasema, "Papa Askofu, tulidanganywa na nani? Ile wakuu wa giza aje. Ile picha ndio hii." Nikamuuliza hii picha huyu si ni mimi? Tuliambiwa umetusumbua. Tupigana na wewe. Na hiyo picha ya kwaya hii naitaka within 14 days. Kama utaleta tutadili na wewe. Baada ya siku 14 mimi nitataka hiyo picha. Hiyo picha ati kwaya ise. Hii ise. Hii ilianzia ukambani huko kwa chua zamani. Itaisa wapi? Hii iwezi kuisa. Itaongezeka badala yake. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu inatosha na sisi ni wabarikiwa na tutaendelea mbele na jina la Baba litainuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Ati hiyo project iwezi endelea hapa. Itaendelea. Maana Mungu ni mwenye mamlaka. Kila alianzisha atakamilisha. Bwana ainuliwe. Maandiko imesema walioishi katika shida, walioishi katika kilio, waliofungwa. Unajua mtu amefungwa aoni mbele. Anaona tu pipeline, kasini, pipeline. Mama mboga, pipeline. Anazunguka maana amefungwa. Bwana asifiwe. Hata yule mama mboga anajua, hata mepa kwa hapa muulize, si anauza mboga, anajua yule ni fulani, anachukuanga ya mbao. Ukifika anakuambia, "Yako ndio hiyo." Hiyo ni mazoeana. Iishe katika jina la Yesu. Na tuendelee mbele vile Roho ameahidi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Siku moja Murogi mmoja aliniface. Nilipokuwa kwa matanga ya soso wangu huko nyumbani. Kaanza kuniambia, najua wewe umebarikiwa. Sijui nini msana. Nikamwambia mimi sijabarikiwa bado. Hii ni mwanzo tu. Siku ile nitakuja hapa, nitakuja na helikopta yangu nasunguka, helikopta inasunguka inatoa katika jina la Yesu. Alafu natoka ndani pole pole kama mheshimiwa. Alafu akaniambia, "Helikopta?" Namwambia helikopta. Helikopta. Na sasa hiyo helikopta ikitua hivi kuna Range Rover inanibeba. Imesimama kando. Mimi na mama. Sisi ni wabarikiwa. Alafu tunatembea pole pole. Aniambia basi wacha nisalimie wengine pande hii. Tutaonana. Tutaonana. Nikamwambia salimianeni huko. Bwana asifiwe.
Unajua wengine wako na madharau kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilimwaibisha hapa na hapo. Sikutaka kuacha hata kitu kidogo. Kwa ajui mimi ni nani. Namsoma. Bwana asifiwe. Nikamsoma vile alianza, nikajua huyu wacha amalize nimumalizie. Bwana Yesu ainuliwe. Nimwambie hiyo naona hii bado. Hii ni mwanzo. Baba amesema baraka ni tele. Unaposoma maandiko yanasema Ayubu alikuwa shujaa, tajiri. Na hapa maandiko yamesema nini? Tutaliti utajiri wa nchi na utajiri wa mataifa. Ni maandiko ndiye imetuambia hayo. Na Mungu adanganyi, anasema ukweli. Mungu anainua kutoka kiwango moja hadi kingine. Yeye ndiye anatupepea, tunaita double blessings. Yeye ndiye ametupepea. Leo unaweza endesha baisikeli. Leo unaweza enda mgutubu. Leo kwa sababu hiyo ndio kiwango. Lakini hutakaa hapo. Mungu atakuinua. Alitoa Daudi msituni na wewe akutoe mahali, akupeleka mahali. Katika jina la Yesu Kristo. Akutoe Bible, akupeleka utawala, akupeleka viwango katika jina la Yesu. Haleluya! Simama umwambie mwenzako naenda viwango vingine. Tusimame mbele za Bwana. Mwambie ninaenda viwango vingine katika jina la Yesu. Naongeza biashara yangu ya mboga, mwambie. Naongeza biashara yangu ya maziwa. Naongeza biashara yangu ya duka. Maana Mungu ameninenea baraka. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nataka uchukue muda umwambie Bwana. Mahali unajua umekosea njia, mwambie Bwana natubu leo. Mwambie Bwana Yesu nakuja kutubu. Ili na mimi uovu uniondokee. Upaya uniondokee. Unisimamie Mungu. Unapobariki wengine na mimi nikue kwa ile kisasi kilichobarikiwa. Vile maandiko imesema Mungu anaganga moyo kupitia kwa Roho wake Mtakatifu. Na waliofunjika na kwa kujiona chini na aibu ya Shetani, Mungu awape heshima. Haleluya. Bori tarabose karadai. Nenge Yesu ribagan tarabosaya. Bari tasai darikairadin. Bori tarabogora nangai. Nenge Yesu ribagan tarabosaya. Baba wewe ni Mungu. Mwenye neema ni wewe. Mwenye mamlaka ni wewe. Mwenye kuondoa aibu maandiko imesema ni wewe. Mwenye kuondoa uovu ni wewe Mungu. Ni wewe mwenye rehema. Ni wewe mwenye mamlaka. Ninatubu kwa niaba ya wapendwa wote katika jina la Yesu. Uwasamehe Baba yangu na Mungu wangu dhambi na makosa yao. Uwasike mkono Baba mahali wamekosea njia. Wewe ni mwingi mwenye rehema na mwenye huruma Baba. Unasamehe dhambi na makosa. Umejaa rehema. Umejaa rehema Baba. Wale Shetani aliapa hawatabarikiwa. Wewe ni Mungu wa maagano. Wewe ni Mungu wa baraka. Wewe ni Mungu unainua. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Ni neno linasema Baba, sisi ni wabarikiwa. Sisi ni wabarikiwa. Ni neno limesema Baba, sisi ni wabarikiwa. Sisi ni wabarikiwa. Lithibitishe leo neno lako Baba kwa wote ambao wameamini kwamba wewe ndio Kristo. Wewe ndio unaondoa aibu. Kile mwenye ako na aibu, ikiwa ni aibu ya kukosa watoto, Mungu wa mbinguni umuondolee Baba. Upigane na hiyo roho ili munasa asifanikiwe. Umuondolee hiyo pepo Baba, kwa sababu yeye ni Mungu. Kiwa ni aibu ya magonjwa, kiwa ni aibu ya madeni, kiwa ni aibu ya kukataliwa, kiwa ni aibu ya kukosa kazi, kiwa ni aibu ya kufungiwa nyumba Baba, kiwa ni aibu ya magonjwa Baba, uiondoe katika jina la Yesu. Kataa roho ya aibu katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, umekataa porita saidarakai roho ya aibu katika jina la Yesu. Isiwe na nguvu kwako, isiwe na nguvu. Maandiko imesema Mungu ndiye anaondoa. Mungu ndiye anaondoa hiyo roho ya aibu. Akufike leo
roho ya heshima, ili mahali unaenda ukubarike, asema Bwana. Hiyo aibu inaletwa na Shetani na ikataa katika jina la Yesu. Kila aibu ya Shetani kwa maisha yako, Mungu aiondoe. Mungu aiondoe. Usivunjike moyo. Mungu amesema amekuja kuondoa aibu. Hautaibika tena. Hori pai. Santa Saidarikai. Bori Tarabosikaraba. Kila aibu ya kimapembo Mungu akuondolee. Akupe furaha, akupe tumaini, akupe baraka, akupe kuinuliwa. Yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu mwenye rehema. Usivunjike moyo. Mwambie Bwana Yesu, hori pai. Baba ribai. Hori tai. Kila mchawi aliyepigana na wewe, kila madhabahu iliyosema utainuka, utachenga tena. Utachenga mahali walikataa. Utachenga katika jina la Yesu. Utaendelea mbele. Utaendelea mbele katika jina la Yesu. Utachenga mahali palipobomoka, asema Roho wa Bwana. Mungu atakuinua. Wachawi watasangaa. Mungu atainua familia. Wachawi watasangaa. Mungu atainua watoto. Wataajwa vinyowazo wachawi katika jina la Yesu. Horita Saidarikai. Naomba Mungu mwenye rehema, naomba Mungu mwenye mamlaka katika roho uwainue Bwana. Uwasukizie roho, roho ya kuwainua kwa viwango, kwa viwango. Uwasukizie roho, roho mwenye nguvu, roho mwenye mamlaka, roho mwenye kuinua, roho mwenye kuondoa aibu, roho mwenye kuondoa madeni, roho mwenye kuondoa magonjwa, roho mwenye kumaliza Baba kazi ya uchawi na uganga katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Aibu iondolewe. Aibu iondolewe. Aibu ya wachawi tumekataa Baba katika jina la Yesu. Ondoa roho ya aibu. Ondoa roho ya madawa. Ondoa katika jina la Yesu. Ondoa roho ya aibu. Mwambie Bwana ondoe. Mwambie Bwana Yesu ondoe roho ya aibu. Mwambie umekataa. Oh ribai. Oh ribai. Roho ya aibu iondolewe. Roho ya aibu. Mwambie Bwana umekataa. Mwambie Bwana Yesu nimekataa aibu. Oh ribai. Aibu ya Shetani, aibu ya kukosa watoto iondolewe. 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 Hiyo aibu ya kukosa watoto. Alala woria. Iondolewe. Aibu mchafu iondolewe. Iondolewe. Hiyo aibu ya Shetani ya kukosa watoto, ya kukosa watoto, watoto vijana. Hiyo neema iliyofungwa, hiyo aibu tumekataa. Rabai. Baba riba. Iondolewe hiyo roho mbaya. Iondolewe aibu ya Shetani. Iondolewe. Mwambie Bwana Yesu umekataa. Iondolewe. Iondolewe hiyo aibu. Mwambie umekataa aibu ya Shetani katika jina la Yesu. Lazima amulisu. Hiyo pepo ya mulisu inayetesa maisha yako, inayeleta aibu, iondolewe. Iondolewe. Aibu ya Shetani iondolewe. Na kuomba Mungu usukize sasa roho mwenye mamlaka wa kuondoa aibu, wa kuondoa aibu. Sukiza roho. Sukiza roho Baba. Sukiza roho Baba wa kuondoa aibu ya ndoa, wa kuondoa aibu Baba, wa kuondoa aibu Baba, wa kuondoa aibu ya masikini. Oh ribai. Mungu wa Danieli, Mungu mwenye mamlaka, usuke Baba, usuke Jehova, usuke katika jina la Yesu. Oh ribai. Oh latin. Usuke katika jina la Yesu. Roho ya aibu ngori tasaida nenge Yesu ribai. Ndio. Ndio Baba. Ndio Rabi. Oh Jesus. Oh latin. Ametawala sasa. Simba wa Yuda, Mungu mwenye mamlaka, malaika mwenye nguvu, ametumwa kuja kuondoa hiyo roho. Malaika mwenye mamlaka amekuja kuharibu ufalme wa Shetani. Malaika mkuu Mikaeli tai. Yes. Ndio Rabi. Ndio Baba. Ndio. Ondoa aibu. Malaika mwenye nguvu. Ondoa. Pigana vita vitakatifu. Ondoa aibu katika jina la Yesu. Ondoa katika jina la Yesu. Ondoa katika jina la Yesu. Kila aibu ya Shetani inaondolewa. Total deliverance. Total ribai. Total deliverance. Ndio Baba Rabi.
ndio ribai, ukombozi, 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 ukombozi ribai, ukombozi, ulala goria, ukombozi ribai, ukombozi baba, ukombozi, retire goria, mkombolewe, asema Bwana, mkombolewe, asema Bwana, mkombolewe, mkombolewe, na watoto wenu, chochote Satani alifunga, ikombolewe, 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 ribai, ndo ikombolewe, kule talagola gai, ndo ikombolewe baba, tawala baba, tawala baba, tawala babi, tawala baba, komboa kanisa lako, komboa wenye imani, waondolee misingi ya zamani iliharibu maisha yao. Tumeharibu misingi ya zamani, iondolewe, iondolewe misingi ya uchawi, misingi ya uganga, misingi ya umasikini, misingi ya ukataliwa, iondolewe. Mwambie Bwana Yesu, umekataa misingi ya zamani, misingi ya zamani umekataa, umekataa. Yes, baba ribai, ratin, ribai baba, ratin, ondoa hiyo misingi. Ndio baba, ondoa misingi yote ya zamani, iondolewe, iondolewe misingi iliyopigana na ndoa, iondolewe, iondolewe, laana iondolewe, laana ya ukoo iondolewe, damu mbaya ukoo iondolewe, madhabahu ya ukoo iondolewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ribai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila madhabahu, kila mateso, mapepo na majini na nguvu za giza iondolewe. Ndio, iondolewe sasa. Total deliverance, total deliverance katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila madhabahu, kila laana iondolewe, iondolewe, ili logora gai iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho mbaya iliyopigana na baraka za watu wako baba, iondolewe, iondolewe, ikatae. Mwambie Bwana Yesu, umekataa hiyo roho inapigana na baraka zako, umekataa, umekataa. Ndio, mwambie umekataa kila roho mbaya inayopigana na baraka, umekataa. Ribai, kila roho mbaya inayopigana na baraka zako iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu, iondolewe katika jina la Yesu. Uritasaida, iondolewe hiyo roho, iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe mwenye umezuia baraka, wewe Lucifer na wafuasi wako, nimekuteka nyara, nimekuteka nyara, nimekuteka nyara katika jina la Yesu. Sasa hauna mamlaka, you are powerless. Hauna mamlaka, hauna mamlaka. Waachilie watu wa Mungu, wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe. Hiyo nyoka ya vichwa saba haina mamlaka, haina mamlaka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Irudi kusemu, irudi kusemu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Irudi kusemu katika jina la Yesu. Borita saidarkai, nenge Yesu ribai, tamaraki baba, tawara baba. Wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye mamlaka. Uinuliwe baba, uimidiwe Jehova. Ribai, Mungu wa Danieli, mwenye rehema ni wewe, mwenye mamlaka ni wewe, mwenye nguvu ni wewe, mwenye kuinua ni wewe, mwenye kuondoa aibu ni wewe baba, ni wewe Mungu, ni wewe Jehova, ni wewe Mungu mwenye mamlaka baba, ni wewe Jehova. Unastahili baba, unastahili baba. Ribai, wastahili, wastahili baba, wastahili Jehova, wastahili baba. Ondoa kila aibu ya Shetani, uiondoe baba katika jina la Yesu. Aibu iondolewe, aibu iondolewe, aibu iondolewe. Pigana na hiyo roho, roho ya aibu. Tumekataa aibu ya Shetani, shindo tumekataa katika jina la Yesu. Hiyo aibu iondolewe. Ndio hiyo sasa, ndio hiyo sasa, ndio iondolewe. Ndio hiyo sasa, iondolewe. Ndio hiyo ribai, iondolewe, iondolewe. Ndio hiyo sasa,
Borai. Pabarate. Ndio Rabi. Ndio Baba. Olai. Hodi hodi. Pabaribai. Ndio Rabi. Watakasa Baba. Wakomboe. Ndio. Ndio Baba. Mungu mwenye rehema. Mungu mwenye mamlaka. Uwaone huruma. Uwaone huruma Baba. Uwasike mkono. Wewe ni Mungu. Uwaponye. Uwainue. Uanze mwanzo mpya. Weke maagano. Kwa sababu wewe ni Mungu. Mungu wa agano. Uinuliwe Baba. Utukuzwe Baba. Umejaa rehema. Umejaa rehema. Umejaa huruma Baba. Uwakomboe Baba. Uwatakasa Baba. Haleluya. Haleluya. Mungu mwenye rehema. Waguse Baba. Wewe mwenyewe. Waguse Baba. Gusa maisha yao. Badilisha maisha yao. Waondolee mateso. Waondolee magonjwa. Waondolee umasikini. Waondolee vita. Wastahili. Mungu mwenye heri. Ni wewe Mungu. Ni wewe Mungu. Mwenye neema. Mwenye mamlaka. Ni wewe Jehova. Umejaa rehema. Umejaa mamlaka. Umejaa neema. Uinuliwe Baba. Upewe sifa Baba. Wewe ni mwenye neema. Wewe ni mwenye huruma. Ninaposoma maandiko inaniambia Baba, walipoomba Waisraeli, uliwarehemu, uliwafuta majosi, uliwafuta majosi, uliwafuta majosi, uliwaondolea magonjwa, uliwaondolea aibu, uliwaondolea aibu, uliwaondolea aibu. Maandiko inasema Baba, ulisikia maombi yao, katuma mtumishi wako, ulituma Musa Baba, baada ya kilio na maombi ya imani, ulionekana kwao. Naomba uonekane katika nabii, katika nabii Baba. Naomba uonekane, uwatakasa Baba, uwasike mkono Baba, uwainue tena Baba, waliofunjika moyo, uwape moyo Baba, waliofungwa Baba, wapata kufunguliwa, kwa sababu wewe ndiye Mungu, wewe ndio mwenye rehema, wewe ndio mwenye mamlaka. Unastahili Baba, unastahili Baba. Waliopigana Baba na kanisa hili Baba, waliopigana watumishi Baba, uwarudie mwenyewe Baba, waone dhambi na kosa, wakurudie Mungu. Unastahili Baba, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye neema. Vile ulikomboa Waisraeli, komboa kanisa lako katika jina la Yesu. Wakomboe Baba, watakasa Baba, wainue Baba, wape nguvu mpya, wape nguvu mpya wanapoingia na kutoka. Wale wamekata tamaa, wale wamefunjika moyo, wape moyo mpya Baba, wape nguvu mpya Baba, wainue tena Baba, kwa sababu wewe ni Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu. Unastahili Baba, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mwenye neema yote. Ni wewe Mungu. Waliofunjika moyo, waliasi na kutenda dhambi, uwarehemu Baba, uwatakasa Baba, uwasamehe Baba, kwa sababu wewe ni Mungu. Unastahili, unastahili, unastahili Baba, unastahili Kristo, unastahili Jehova, unastahili Mungu wa Israeli, unastahili Baba. Ubadilishe maisha yao, uwainue tena. Maadui waliosema hawatainuka, watainuka, watainuka tena, watasimama tena kwa nguvu zako, watabarikiwa. Kisasi hiki ni kisasi cha baraka. Uwakumbuke Baba, Mungu mwenye mamlaka, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Uwatakasa Baba, uwape neema, uwape neema, uwape neema Baba, uwaondolee kifo na mauti, uwape uzima Baba, waanze mwanzo mpya, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu. Utamaraki na utawale, uondoe kifungo, kwa sababu unastahili. Chawa unastahili, chawa unastahili, chawa Baba unastahili. Mungu wa Israeli unastahili, unastahili Baba. Tuachie baraka, tuachie baraka Baba. Vile umesuka hivyo Baba, tuachie baraka, tuachie baraka Baba. Wengine wanalia Baba, wengine hawana watoto, wengine hawana kazi, wengine hawana ndoa. Naomba Mungu wa uzima Baba, horibai talagolagai, tuachie baraka Baba, tuachie baraka Rabi, horibai ratin Baba wa rehema, tuachie baraka, tuachie baraka koritai, tuachie baraka Rabi, ratin, tuachie baraka Baba,
Haleluya. Tuachie baraka Baba. Tuachie baraka Jehova. Lord nagai. Tagai nangoria nangai. Yesu rebai. Tuachie baraka. Tuachie baraka. Mwambie Bwana niachie baraka. Mwambie Bwana niachie baraka. Haleluya. Mwambie Bwana niachie. Mwambie Bwana niachie. Songa mbele. Mwambie Bwana niachie baraka. Haleluya. Amesukisa wingu. Wingu la baraka. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana Yesu. Nikumbuke niachie baraka. Haleluya. Palla talagai. Loli gai. Pabaribai. Pabaribai. Olai. Pabaragai. Olatin. Pabaribai. Lili lugui. Lai. Pabaribai. Horibai. Pabaratin. Lili baba. Haleluya. Togo inangai. Pabaribai. Haleluya. Nilei lagoi. Tolagai. Yesu radi. Yesu ribai. Paba nema. Horibai. Horatin. Pabaribai. Lelai. Pabalelai. Hori baba. Hori baba. Holalai. Lalai baba. Le Yesu. Le talai. Pabaroi. Latai baba. Loi Jehova. Lele Yesu. Pora itasaida. Nenge Yesu radi. Tuachie baraka baba. Tuachie baraka baba. Tuachie baraka baba. Oh Jehova. Achilia baraka. Waliyefungwa kwa ajili ya ndoa. Waachie baraka. Waliyesugumiwa kansa. Hii ni kipindi uponyaji. Waponye baba. Walihangaika baba kwa ndoa na maisha haya. Waachie baraka. Haleluya. Haleluya. Ndio baba. Ndio Rabi. Wastahili. 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 Wastahili baba. Wastahili. Wastahili baba. Hele baba. Hele Rabai. Hele Rabi. Hele lagoi. Lalai baba. Oh Jehova. Mungu wa Ibrahim. Mungu wa Isaka. Mungu wa Yakobo. Haleluya. Haleluya baba. Sante Rabi. Mungu wa Yakobo. Wastahili. 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 Waliyeteseka. Waliyeteseka. Wapokea baraka. Asema Bwana. Asema Bwana. Wale wanaofanya kazi kwa idara mbalimbali 28. Watu 28 wameinuliwa. Wameinuliwa. Asema Bwana. Wameinuliwa. Hiyo mateso na hiyo kilio ameosha yote. Amesema kwao 28. Kwao 28. Wala tasaida. Wamepalikiwa. Wameinuliwa. Asema Bwana. Wameinuliwa. Ili tarasaida rekai. Bori tasaida rekai. Mwambie Bwana leo. Nimeamua. Inua mkono. Mwambie Bwana nimeamua. Nitakufuata. Sitarudi nyuma. Maana nilikuwa nimekosea. Unisamee. Unitakase. Unisike mkono. Uniondolee uovu wote wa Shetani. Katika jina la Yesu. Siku ya leo nimeamua kukufuata. Mungu unisike mkono. Uniachie baraka. Uniachie baraka. Nimefanya agano na wewe. Sitabadilika. Nitatembea na wewe sasa na siku zote. Na sitaona aibu wala haya kusema Bwana Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ameniokoa na amenitakasa. Katika jina la Yesu. Naokoka na kuamini na kuweka agano. Na hii agano itibitike, ikubalike mbele zako. Mungu nikumbuke. Niachie baraka. Katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. 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 Tuombe the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Bwana Mungu awabariki na awalinde. Mungu mwenye mamlaka
Ni wewe Mungu mwenye huruma, unasamea dhambi na makosa, unarejeza neema na baraka, unaponya magonjwa yote, unatenda ishara, miujiza na maajabu, unaondoa uovu wote tani, unabariki, unainua na unalinda. Uwatakase, uwaguse, uwatendee mema, uwaondolee mateso na vifungo ya Shetani katika jina la Yesu. Kupitia kwa hii mafuta ya upako na ya Roho Baba, ubadilishe maisha yao, uwatakase, uwatendee mema, uwaondolee mabaya, uwafungulie mema katika jina la Yesu. Uwaondolee kila aina ya vita ya Shetani, uwachalie neema katika jina la Yesu. Ufungue nyota mpya na baraka mpya kwa maisha yao katika jina la Yesu. Waanze mwanzo mpya kwa maisha yao katika jina la Yesu. Kama umepata mafuta, uchipake vizuri, uenda pale mbele. Wale wachawi waliopigana na nyinyi watashangaa. Hiyo mafuta ni mzuri. Hiyo wanajua sio ya mboga. Amen. Aenda abarikiwe katika jina la Yesu. Aenda abarikiwe. Baba mchafu katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Musome kwa bidii. Mungu awalinde, awatakase, awatendee mema katika jina la Yesu. Awainue na awabariki katika jina la Yesu. Baraka zote ni tatu, aenda apate baraka tatu. Pigana na yeye katika jina la Yesu. Baba mchafu. Wabarikiwe, 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 wabarikiwe. Kila baraka aliyenyang'anywa apokee neema katika jina la Yesu. Amen. Kazi ya mikono iliyokuwa imefungwa, Mungu alisema ifunguke. Baba mchafu katika jina. Baba mchafu, na kuamuru hiyo mikono nimeifungua katika jina la Yesu. Nitolee hii kiti. Hiyo mikono nimeifungua. Mumeshindwa. Achilia hiyo mikono. Achilia katika jina la Yesu. Achilia hiyo mikono, nimeitakasa. Atapokea baraka. Nyinyi ni nani? Nimeitakasa na mafuta matakatifu. Aya. Mwacha sasa niwaonyeshe. Baraka zake ni tatu, apate sote katika jina la Yesu. Sote zifunguliwe. Sote zifunguliwe katika jina la Yesu. Sema majina yenu haraka. Nyinyi akina nani? Atabarikiwa. Maandiko yamesema sisi ni wabarikiwa. Abarikiwe. Wale wachawi wote mliopigana na yeye, hamuna mamlaka. Kazi yenu imeisha yote katika jina la Yesu. Falme wenu mepomolewa. Baba mchafu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nimeagiza falme zote za giza asina mamlaka. Atabarikiwa katika jina la Yesu. Wachawi wote hamuna mamlaka. Waganga wote hawana mamlaka katika jina la Yesu. Tumekuja kuharibu. Siko peke yangu. Mpandise hapa. Siko peke yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hapa mutatii. Sema tumemwacha abarikiwe. Tii sauti. Sema kuanzia leo. Sauti. Sema kuanzia leo. Hii kitu yangu inaanza kuisha nguvu. Sema kuanzia leo. Tumemwacha abarikiwe. Wachawi hawana mamlaka. Nimemtakasa. Kila madhabahu mliyechanga kwake haina mamlaka. Nimeilaani hiyo madhabahu ifunjike yote katika jina la Yesu. Kwa kazi ya mikono afunguliwe. Kwa ndoa yake afunguliwe katika jina la Yesu. Hii mikono nimetakasa hii mikono. Kuanzia leo nimeita moto wa mbinguni. Ndio hiyo. Chomeka sasa. Someka kabisa. Achilia baraka zake. Achilia hii mikono. Achilia hii mikono ibarikiwe. Fungua hii mikono ibarikiwe. Nimeita moto basi. Chomeka kabisa katika jina la Yesu.
Atabarikiwa mchini na masambani. Ndio, fungua mikono. Fungua katika jina la Yesu. Fungua. Sema tumemwacha. Tii sauti. Sema tumemwacha. Sema tumemwacha. Abarikiwe. Nyinyi ni akina nani? Leta hiyo mic. Nyinyi ni akina nani? Nyinyi mlipigana na yeye ni akina nani? Taja majina. Taja, ita wenzako. Nyinyi ni akina nani amtaki abarikiwe? Mko wangapi? Mko wangapi? Ongea. Mko wangapi? Mko wangapi? Kwa hiyo nyoka ndio hiyo moto. Moto kwa hiyo nyoka. Moto wa Yesu. Moto ndio hiyo. Sema sote moto. Moto, moto wa Yesu. Moto. Moto wa Yesu. Moto kwa hiyo nyoka. Hiyo nyoka yenu ikufe. Hiyo nyoka inatesa watu. Nimeiangamiza katika jina la Yesu. Imekufa. Imekufa. Kubali sasa. Nyoka imeenda. Kubali abarikiwe. Sema nyoka imeenda. Toa sauti hapa. Sema nyoka imeenda. Nyoka imeenda. Nyoka imeenda. Nyoka imeenda. Unasema hutaokoka. Mimi sina haja na wokovu wako maana hutaki. Lakini yeye abarikiwe. 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 Katika jina la Yesu. Abarikiwe. 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 Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Toa sauti. Abarikiwe. Haya, sema tena. Abarikiwe. Sema tena. Abarikiwe. Sema tena. Abarikiwe. Haya, nyinyi ni nani? Oh. Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani mliyepigana naye? Ni nani nyinyi? Nyinyi ni nani? Mko wangapi? Mkubwa yenu ni nani? Hapa wanasemanga. Hapa yangu anasema. Hapa wanasemanga. Sema mkubwa yenu ni nani? Aya, enda ita wenzako basi. Enda. Roga vile mnafanyanga usiku. Roga nione. Roga. Roga nione. Roga nione. Hamtaweza kitu hapa. Yesu ametawala. Yesu ndiye ametawala. Sema tumemwacha abarikiwe. Ongea. Ongea. Rudi mpaka hapa. Rudi hapa katika jina la Yesu. Singumu hapa. Rudi hapa. Murudi hapa katika jina la Yesu. Yesu ndio simba wa Yuda na anaweza mambo yote. Rudi mpaka hapa. Rudi mpaka hapa. Nimewapea punishment. Mtarudi hapa. Harakiza. Rudi hapa. Harakiza. Kuja mbele. Kuja haraka. Katika jina la Yesu. Kuja mkiongea nyinyi ni akina nani? Nataka tujuane. Kuja, endelea kuja. Kuja mpaka kwa hii madhabahu. Haraka. Sema nyinyi ni akina nani? Panda hapa juu. Hakuna mtu wa kukubeba hapa. Panda hapa. Kazi yenu imekwisha. Panda hapa katika jina la Yesu. Panda hapa. Maandiko yanasema nyinyi ndio mtatii kwamba Yesu ni Bwana. Niambie nyinyi ni akina nani? Na mlisuia nini kwake? Nyinyi ni nani? Wewe jina yako ni nani? Wewe ni nani? Nani? Nataka kujua jina yako. Wewe ni ongea vizuri, vile mnaongea usiku. Ongea. Ongea jina vizuri. Mimi sijasikia. Jina yako ni nani? Melanie. Umefunga nini? Umefunga nini? Umefunga nini? Asifanikiwe. Asifanikiwe. Yes. Baraka ni saina nyingi. Baraka gani ya kwanza? Ongea. Ya kwanza? Asikae na watoto. Asikae na watoto. Ya pili? Asifanikiwe. Asifanikiwe. Ya tatu? Ya tatu? Hapa wanaongeanga. Sema haraka. Ya tatu? Ni gani? Ni gani? Aya. Abarikiwe na kazi nzuri katika jina la Yesu. Abarikiwe na familia katika jina la Yesu. Kazi ya giza yote imefika mwisho. Piga magoti, inua mikono juu. Surrender to Jesus now. Inua mikono juu haraka. Inua mikono yote juu. Mikono mtainua hapa.
mtainua katika jina la Yesu. Nimesema juu, sio chini, juu. Inua mikono juu haraka. Inua mikono juu. Sema Bwana Yesu. Hapa tunaita Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ni wewe peke yako. Ni wewe peke Na unaweza. Na unaweza. Hatutapigana na huyu dada tena. Tutapigana. Tumemwacha abarikiwe. Tumemwacha abarikiwe. Amen. Amen. Tupe Yesu makofi. Amen. Amen. Makofi. Amen. Yesu ni Bwana. Inua hii mkono hivi. Baba wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, wewe ndio mwenye baraka zote. Umetenda mambo makubwa. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu. Yale umetenda Baba, hatuna kitu tunaweza sema. Tunashukuru na kusema asante Roho Mtakatifu, asante kwa ishara zako. Bariki kazi ya mikono yetu. Bariki biashara, bariki kazi zetu zote, bariki ofisi mbalimbali, kwa sababu ni Mungu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Tupie Yesu makofi. Amen.
mawinguni tutamuona Mwokozi, yuaja tena, yuaja tena, mawinguni tutamuona Mwokozi, yuaja tena.
Tunatoa shukrani sasa kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Bado tutakutana ng'ambo pale. Tunakula pamoja, tunaiba pamoja.
atatukumbatia na kutufuta machozi. Tukifika mbinguni tutamuona Bwana, atatukumbatia na kutufuta machozi. Tutakula pamoja, tutaimba pamoja, nyimbo za ushindi. Sisi pamoja, tutakula pamoja, tutaimba pamoja, nyimbo za ushindi. Sisi pamoja, tutakula pamoja, tutaimba pamoja, nyimbo za ushindi. Sisi pamoja, tutakula pamoja, tutaimba pamoja, nyimbo za ushindi. Sisi pamoja, tutakula pamoja, tutaimba pamoja, nyimbo za ushindi. Sisi pamoja, tutakula pamoja, tutaimba pamoja.